Mimi naitwa Nabii Mshauri. Ndio. Nimetumwa na Mungu wa mbingu na nchi. Amenituma kwa ajili ya kisa hii na tatizo la taifa la Tanzania. Hili taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu analijua na liliandikwa. Na mimi nimeandikwa katika kitabu cha Isaya 11. Taarifa zangu ziko pale. Lakini sasa jana nimetumwa na Mungu, nimekuja hapa, nimekutana na huyu mlinzi wa getini, nikampasha habari. Nilipompa habari yangu kwamba naitwa Nabii Mshauri, lakini akawa amenisikia. Nikamuuliza na mhitaji mkuu wa mahakama hii, akasema yuko na kikao. Nikamwambia hivi, Mungu ana haja naye. Umeona, Mungu ana haja naye. Kwa kuwa Mungu ana haja naye, basi akawa ameniambia Bwana wana kikao. Kwa kuwa ana kikao, basi mimi niondoke baadaye saa ngapi? Akaniambia saa 7. Nikaenda kutulia kule kivulini, nimekaa mpaka saa 7. Ilipofika saa 7 kamili, nilifika tena ofisini, nikamuuliza. Akasema Bwana bado kikao kinaendelea. Akaniambia mpaka saa 10. Nikasubiria, nimekaa sana mpaka saa 10. Ile saa 10 nilipofika kamili, nikamkuta, nikamuuliza. Akaniambia hivi, hawezi kunisikiliza maana mimi hana point na mimi, labda angekuwa na maandishi nimepeleka. Hilo ndio kosa ambalo jana amelifanya mbele za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, na hilo ni kosa ambalo kuidharau mahakama ya juu ambayo ni mahakama ya mwisho. Na kosa hilo leo mahakama hii inafungwa kwa mamlaka ni